Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Tunaweza tukasoma pamoja. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru tena kunipa fursa na nafasi hii ya kusimama mbele ya wajoli wako. Najua Bwana, mimi si mtu maarufu wala mimi sifai chochote zaidi ya mimi kuwa mtumishi wako, kulibeba lile kushauri na kusudi ambalo Bwana umenipa, na ndiyo maana Bwana umenipa fursa hii ya kusimama na kukuwakilisha wewe. Basi ukanitumie kama chombo kwa ajili ya watu wako, na niko tayari kutumiwa kama chombo chako Bwana kwa ajili ya kanisa lako. Mruhusu Roho Mtakatifu atuhudumie sote kwa nguvu na neema na uweza wako. Ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na sote tuseme amen. Naomba tuketi. Kabla tujaendelea, ninapenda kushukuru tena mkuu wangu, mkurugenzi wetu, pamoja na mkuu wa chuo, mwangalizi, pamoja na mchungaji kiongozi. Na kushukuru sana pamoja na mama nimemwona, na wamama wenza wa walimu wetu, Mungu awabariki. Nimefurahi kuwaona. Nashukuru sana kwa hii structure, ni nzuri, huulizi nani ni nani. Yaani unajua tu mbele, nyuma ni mimi. Mbele. Kwa hiyo mpaka hapa nimeshajua nani ni nani. Pigeni Bwana Yesu makofi kwa namna hiyo. Uona wenyewe ni ubunifu. Nimeupenda sana huu, ni nitakopi hiyo. Imekaa vizuri sana, yani inapendeza. Mungu awabariki sana. Kwa wale washirika wetu, karibuni tena jioni hii tuweze kusikia neno la Bwana alilokusudia. Mimi bado naendelea vizuri, na asanteni kwa huduma zote. Mmenihudumia mahali pazuri na kula vizuri. Bwana awabariki sana mkurugenzi mkuu. Asanteni sana kwa upendo wenu. Asubuhi mbarikiwa na kwaya. Nimekuwa mwanakwaya wa miaka mingi. Bado niko naimba na napiga vyombo kidogo, vyombo vyote napigaga kidogo. Kwa hiyo nimebarikiwa kama alivyosema mkuu, huko mbinguni sijui itakuwaje. Itabidi na sababu hatutahubiri kule. Sasa itabidi tu tunapiga mazoezi mdogo ili tukienda kule sio tumesahau kabisa, afu tukawekwa benchi. Sasa Mungu awabariki sana kwa huduma yenu waimbaji na kanisa kwa ujumla. Jina la Yesu libarikiwe sana. Tuna ujumbe ambao baba yetu askofu mkuu anawasalimia na anawapenda na anawashukuru kwa maombi yenu, na Bwana anaendelea kumtia nguvu, na naomba mpokee ujumbe kwa jina la Yesu. Nasema baba yetu anaendelea vizuri sana. Pokeeni salamu nyingi kutoka kwa baba yetu askofu mkuu. Lakini pia jamani, mimi nimeoa, sio bachelor. Nimeoa na watoto 3. Kwa hiyo mke wangu anawasalimia sana. Watoto wetu wako vioni huko, lakini mke wangu anawasalimia, pamoja na baba yangu mzazi ambaye ni mchungaji wangu, mchungaji Mkuyu, anawasalimia sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na kanisa pia niliwaambia na kwenda Mwanza, wametuma salamu. Mungu awabariki sana. Somo letu linasemaje wale tuliokuwa asubuhi? Kubadilishwa kuwa mtu mwingine. Hebu tuseme tena, kubadilishwa na kuwa mtu mwingine. Roho Mtakatifu ndiye anayefanya kazi ya kutubadilisha ili tuwe watu wengine. Hizo kanisaidia pale. Hizi teknolojia zetu kidogo. Tumejifunza asubuhi, ili tuwe mtu mwingine kuna mchakato wake. Kuna mambo ambayo, asante sana, kuna mambo ambayo ni muhimu kuweza kuyafahamu. Na tulisema kwamba ili uwe mtu mwingine ni lazima kwanza uwe umebadilishwa. Tuliona namna ya kuwa mtu mwingine, tuliona sababu ya kwanza, au tuliona pointi ya kwanza tulisema ni nini? Ni lazima kule ndani kubadilishwe. Ili uwe mtu mwingine lazima kule ndani kubadilishwe. Lazima yule mtu wa ndani yule abadilishwe. Na hapa tulisema kule ndani kuna kitu kinaitwa moyo. Kwa hiyo huwezi ukawa mtu mwingine kama Roho Mtakatifu hajahusika na kubadilisha moyo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kutubadilisha, ya kutufanya
tuwe watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nisaidie kuchomeka vizuri hiyo pin. Tukipata moyo mpya tunaweza tukatumiwa na Mungu tu pale ambapo tutakuwa tumebadilika kuwa watu wengine, kama jinsi ambavyo tuliona mambo kadhaa katika moyo. Moyo una mambo mengi sana, na tukaona kuna maeneo ambayo Roho Mtakatifu anahusika huko ndani kugusa moyo. Tulizungumza kuna hayo maeneo matatu. Tuliona eneo la kwanza ni moyo. Ili uweze kuwa mtu mwingine, lazima moyo kwanza uwe umeguswa. Moyo lazima uwe umefanyiwa operation, ndipo hapo utaruhusu uweze kuwa mtu mwingine. Eneo la pili linaloguswa ni kitu kinaitwa roho. Kuna moyo lakini kuna roho. Kwa hiyo roho lazima iguswe, na hapa tunapata maandiko katika neno la Mungu katika kitabu kile cha Ezekia sura ile ya 36 na mstari ule wa 26. Inasema, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Hii inahusu roho yetu ya ndani, the human spirit, inayokuwa haina kuunganishwa na Roho Mtakatifu. Hii roho yenyewe inakuwa haina uhai, lakini tunapokuwa na roho au tunapotiwa roho mpya, maana yake ile roho ya ndani inatiwa uhai mpya, inauishwa tena upya, halafu inakuwa sio tena ile roho ya zamani, inakuwa ni roho mpya iliyouishwa tena upya. Na ndipo hapo kunaweza kukawa sasa na connection ya kiungu, na Mungu anaweza akaitumia kwa ajili yake, kwa sababu ile roho imetiwa tena upya. Ukiendelea kusoma maandiko utaona kabla ya kuzaliwa upya roho zetu zilikuwa zimekufa. Tutaangalia katika kitabu cha Waefeso. Roho zetu zilikuwa zimekufa kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi. Dhambi iliua roho, iliua roho. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaingia ndani sasa yetu, na akiingia ndani yetu, yeye anakuwa muongozo wa maisha yetu, yeye anakuwa msaidizi wetu, na yeye anakuwa chanzo cha uzima mpya. Yako maandiko pale tunaweza tukasoma katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 14 na mstari wa 26. Yohana sura ya 14 na mstari wa 26. Ningempata msomaji mmoja hapo atusomea, ningefurahi sana. Yohana 14 mstari wa 26. Yohana 14 mstari ule wa 26. Tunaona Roho Mtakatifu akiingia ndani yetu, yeye anakuwa muongozo, yeye ndo anatuongoza sasa. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba amempeleka kwa jina langu, atakufundisha yote na kuwakumbusha yote aliyowaambia. Amen. Simeona kinachotokea pale. Huyu roho baada ya kutiwa roho mpya, maana yake huyu Roho Mtakatifu anaingia, yeye ndio anatufundisha, yeye ndio anatuelekeza, yeye ndio anayetuongoza, yeye ndio anakuwa msaidizi wetu katika maeneo yote ya Ukristo wetu. Lakini pia kutiwa roho mpya inatufanya tuwe na uhusiano wa moja kwa moja na Mungu na kuanza kuishi maisha yanayotawaliwa na Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maisha yetu sasa hayatawaliwi na mwili, maisha yetu yanatawaliwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndo anayaongoza, Roho Mtakatifu ndo anayetuelekeza, Roho Mtakatifu ndo anasema na sisi, anatuambia tufanye hivi, anatuambia ili hapana, anatuambia lile fanya, lile tusifanye, kwa sababu mwanadamu tu wa kawaida ameumbiwa ile hali ya dhamira. Na ndio maana unakuta mtoto mdogo akidokoa labda mboga au nini, anadokoa alafu anajificha.
Mama akitokezea kama kamedokoa utakuwa kako. Umechukua Kwa nini? Mwizi akiiba anaiba mchana mnamwona. Anakuja kuiba bana. Anakuja kuiba, anakuja kabisa, anakuja kuiba bana. Anakuja kuiba bana. Anakuja kuiba bana. Ataiba hivi? Hapana. Kwa sababu ndani ya moyo wake mwanadamu yote ameumbiwa dhamira ya kusema isiyo sawa, isiyo sawa. Lakini kwa sababu ya yale maisha ya dhambi, ile dhamira inakufa. Na ikisha kufa anafanya yote anayoweza kuyafanya. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu yeye, ili kutufanya sisi tuwe watu wengine, lazima ashughulike na hiyo roho kwanza, haiuisha. Akishaiuisha inakuwa hai, ikishakuwa hai inakuwa tayari kutumiwa na Yesu Kristo. Haleluya! Andiko hili ambalo tumelisoma, wengine wanasema hili ni la waongofu wapya, ni watu waliookoka. Mtu akiwa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya. Ndugu yangu nikuambie, tunaokoka kila siku. Yaani wokovu ni wa kila siku, ni wa kila siku, ni wa kila siku. Kila siku tunataka tuwe wapya, kila siku tunataka tubadilishwe, kila siku tunataka tumfananie Kristo. Ndio maana ya maandiko yapo. Ndio maana hili neno la Bwana lipo kwa ajili ya kutuuisha. Sema amen katika jina la Yesu. Eneo la tatu ni asili. Ili kubadilishwa kuwa mtu mwingine katika eneo lile ambalo Mungu anadili moja kwa moja ndani yetu. Anashughulika na moyo, anashughulika na roho, anashughulika na asili yetu. Tunapozungumza juu ya asili yetu, miili yetu haiguswi mara moja. Bado tuna miili, bado huu mwili upo. Huu mwili unaoona, huu mwili au huo mwili wako, huo mwili haujaokoka. Sijui wanatheolojia niko sawa? Mwili haujaokoka. Au mwili unaokoka, tukiokoka na mwili inaokoka? Mwili haiokoki. Hiyo mpaka unyakuo, mwili haiokoki hata kidogo. Lakini roho anaanza kutakasa tabia na matendo yanayotokana na mwili. Jamani, haleluya! Sasa kazi yake kubwa, yeye anatusaidia hii miili kuitiisha ili iweze kushinda tamaa za mwili kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ili tuweze kuwa watu wengine, ni lazima huyu Roho Mtakatifu ashughulike na mwili wetu, kuutia nguvu roho ili kuitiisha miili yetu. Hii miili yetu inatiishwa, zile tamaa zinatiishwa. Sasa ipo nguvu, ili tuwe watu wengine, lazima miili yetu hiyo imetiishwa, imewekwa chini ya utawala mpya wa Yesu Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ili mwili usiwe tena mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo kazi yake kubwa, huu mwili wetu unatiishwa ili usiwe mtumwa wa dhambi, bali uwe chombo kitakatifu cha Mungu kitakachotumiwa na Mungu. Kwa hiyo mwili unatiishwa, na sio hivi, ni hivi. Mwili tunautiisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ule mguso wa ndani, lazima moyo ukarabatiwe, roho ikarabatiwe, na huu mwili ukarabatiwe. Ndio maana mwili ukitiishwa, huwezi tena ukakimbilia dhambi, kwa sababu wokovu ni wa mara moja, lakini wokovu ni tendo endelevu. Kwa hiyo na upya wetu sisi katika kipindi cha moto wa uamsho, kila siku tunaendelea kujisogeza katika karakana ya Roho Mtakatifu ili aendelee kutufanya upya. Kwa hiyo na miili yetu inafanywa kuwa mipya kila itwapo leo, na inatiishwa katika jina la Yesu. Sasa maana ya pili ya kuwa mtu mwingine, maana yake ni ya kale yamepita. Yale ya kale yamepita. Ya kale yamepita. Tunapozungumza ya kale yamepita, tuna maana asili ya dhambi iliyoharibika tangu wakati wa Adamu inakuwa tena haina nguvu
inakuwa imeshishia hapo. Kwa hiyo tunapofanywa upya, yale ya kale yanapita. Na ndio maana sisi tuliomwamini Bwana Yesu hatuamini juu ya zile tabia za ukoo, zile sijui tabia za kabila kwamba tutakuwa nazo baada ya kumwamini Yesu. Zile hazipo, kwa sababu yale ni ya kale. Utasikia kabila fulani bwana, kabila fulani wana tabia hivi hivi, kabila fulani wana tabia hivi. Sisi tukishamwamini Bwana Yesu, tukishamkubali Yesu na kubadilishwa roho zetu, mioyo yetu, roho zetu na asili yetu, tunabadilika. Yale ya kale tunayaacha, zile mila na tamaduni zetu ambazo zinakinzana na neno la Bwana tunaziacha, kwa sababu hizo ni za kale. Tunakuwa watu wapya tunaoendana na movement mpya ya Roho Mtakatifu, kwa sababu ili tutumiwe na Bwana lazima yale ya kale tuyaache. Siku za leo kuna watu wanaishi na yale ya kale, yale mambo ya nyuma, yale mambo manyonge, yale mambo yaliyopita. Tukishaingia yale ya kale yamepita. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona nagoma pale, tabia za zamani kama chuki, tunaona kama kiburi, wivu, tamaa za mwili, uoga, maisha bila Mungu. Hayo yote hayo ya kale, hayo yanakuwa yameshapita. Kwa hiyo hatutegemei tumwone mtu wa Mungu anakuwa na kiburi. Hatutegemei tumwone mtu wa Mungu tabia za mwili zinamuongoza. Hatutegemei tumwone mtumishi wa Mungu ambaye ameokoka, amemwamini Bwana Yesu anakuwa na chuki, kwa sababu hayo ni matendo ya kale, yalishapita huko nyuma. Sisi tumeshakuwa viumbe vipya. Sisi sasa hizi tunasoma laini ya mbinguni, laini mpya. Sisi tuko connected na Mungu wa mbinguni aliyeumba mbingu na nchi. Maisha yetu yamebadilika, ya kale yamepita katika jina la Yesu. Kwa hiyo ni watu wapya, ya kale yamepita. Hapa tunazungumzia namba 3, ni hali ya kutengwa na Mungu. Kifo kile cha kiroho sasa hakipo tena, kwa sababu ni mambo ya kale, ni mambo yaliyopita, ni mambo ya kale. Kwa hiyo sasa hivi sisi kifo hakina nguvu tena kwetu. Na ndio maana mtu akilala sio amepotea, amekufa, amepotea. Huyu amelala katika Bwana. Huyu mtu ana uzima ndani yake, kwa sababu kuna uzima alikwisha kuupata. Ule uzima unaondoa ile hali ya mauti, na yule mtu ya kale yote, kila alichokifanya, hata kama alifanya kitu kibaya cha kale, kilishapita kabisa. Huyu mtu amekuwa mpya kweli kweli. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Unaweza ukachomoa ile tena ukaichomeka tafadhali. Maana ya 3 ya kuwa mtu mwingine, tunapozungumzia katika ule mstari wa Wakorinto, yamekuwa mapya. Kuna neno yamekuwa mapya, yamekuwa mapya, na maana huyu amekuwa mtu mwingine. Maana yake mambo sasa yamekuwa mapya, mambo yamekuwa mapya. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa tunapozungumzia mambo yamekuwa mapya, na maana Mungu anaanzisha maisha mapya kabisa ndani yake kupitia Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu huyu, yeye anapata nafasi kubwa sana ndani ya maisha ya huyu mtu ambaye Mungu anataka kumtumia. Roho Mtakatifu yeye anaanzisha maisha mapya, maisha ambayo mtu alikuwa haijawahi kuyaishi toka azaliwe. Alizoea kunywa pombe, alizoea kufanya mambo mengine. Roho Mtakatifu anaanzisha maisha mapya ya uchaji,
anaanzisha maisha mapya ya kutumika, ya kumpenda Mungu, maisha mapya ambayo hajawahi kuishi hapo nyuma. Jambo jingine, unapata utambulisho mpya. Sasa wewe ni mtoto wa Mungu, mfuasi wa mwili wa Yesu Kristo na mrithi wa ahadi za mbinguni. Kuwa mtu mpya inaendana na utambulisho wetu. Jamani, sisi tuna utambulisho tofauti na watu wengine. Wote Mungu amewaumba, lakini sisi kwa kutambua thamani na utambulisho wetu mbele za Bwana, sisi tunaitwa watoto wa Mungu, wana wa Mungu. Kwa hiyo tukishaitwa wana wa Mungu, maana yake sisi tayari tumekwisha kubadilishwa kuwa kwenye level nyingine, kwenye status nyingine. Sisi sio wa kawaida, sisi sio wa dunia hii, tunaitwa warithi wa ufalme wa mbinguni. Maana dunia hii sisi ni wapitaji na wasafiri, wenyeji wetu ni mbinguni, urithi wetu ni wa mbinguni, watumishi wa Bwana. Sisi hapa duniani ni wapitaji tu. Bwana ametuweka kutubadilisha kuwa watu wengine watakao wafanya wengine waifuate nuru ya Kristo. Majira yoyote, muda wote tulioko, lazima tuwe tayari. Mkuu wetu leo ametupa taarifa imetusikitisha kidogo. Ile asubuhi tuambia rafiki yetu ambaye tulimwamini na tukampenda, tukamkubali, tukamwombea, tukasema asante kwa kazi unafanya, na akatuambia ataendelea kufanya kazi ya Bwana pamoja na sisi. Alisema amefanyaje? Amelala katika Bwana. Maana yake mwenzetu tayari ameshaanza kuchekelea kule mbinguni. Halafu nimefurahi sana, mkuu amesema inaonekana huko kuzuri, kwa sababu kila anayeenda anaendaga tu harudi. Maana kungekuwa na ubaya kule, labda kungekuwa na kafursa kakurudi. Sasa ndugu zangu, watumishi wenzangu, hili ni jambo la kuendelea kulikumbuka kwamba hapa duniani tunapita tu. Unajua, ukishafanywa upya, na maana hata yale mambo ya dunia hayana tena thamani kwako, huyaoni tena ni kitu. Paulo anasema ni mavi. Yale mavi ni kitu ambacho kibaya, hata kukisema tu chenyewe ni kibaya. Vitu vya dunia ni vibaya, lakini shetani amevigeuza kuonekana vitu vya duniani ni vizuri na vinatamanisha. Vinatamanisha. Lakini sisi kwa sababu ni watu wengine, tumefanywa upya, haya mambo ya duniani tutayaacha hapa duniani. Sisi wenyeji wetu ni mbinguni. Kwa hiyo tunakaa kwenye ule upya wa mbinguni katika jina la Yesu. Hapa jambo jingine, moyo wako unabadilishwa ili upende mambo ya mbinguni. Mambo ya mbinguni ni upendo, amani, furaha, utakatifu na kutamani kumtukuza Mungu. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu, kuyapenda mambo ya mbinguni. Tunapozungumzia kuyapenda mambo ya mbinguni, haijalishi umeokoka miaka 10 iliyopita, miaka 20 iliyopita. Tunaona malaika wa Bwana anayeandikia yale makanisa 7. Mengine anayeambia umeuacha ule upendo wa kwanza. Maana yake kumbe katika safari, katika kutembea, inaweza kafika mahali ukapunguza upendo. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu, anaugusa ule moyo na kufanya ule moyo uendelee kupenda mambo ya Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Maana ya nne ya kuwa mtu mwingine inaendana na fafanuzi za matokeo halisi ya kuwa mtu mwingine. Hii nimeweka kwenye fafanuzi hapa. Kuwa mtu mwingine ni kupewa nguvu mpya na kushinda dhambi. Kupewa nguvu mpya ya kushinda dhambi. Sisi katika kipindi hichi cha moto wa uamsho, sisi sio watu wa kawaida. Sisi ni watu wengine ambao tumepewa nguvu ya kushinda dhambi. Halo,
Hivyo watumishi wa Bwana, swala la dhambi ni swala la waongofu wapya. Ni swala la waongofu wapya. Ni swala letu sote. Dhambi ni hatari. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatufanya kuwa mtu mwingine. Maanake anaweka nguvu kubwa sana inayoingia ndani ya kuitia dhamira uhai usio wa kawaida, ili tuweze kuishinda dhambi kwa namna ya kawaida. Huwezi ukaishinda dhambi kwa namna ya ujanja, huwezi ukaishinda dhambi kwa namna ya kiusomi, kwa fedha. Dhambi haishindwi kwa namna yote ile. Inategemea msaada wa Roho Mtakatifu kutufanya upya. Maanake akitufanya upya, zile dhambi, tamaa zetu zinakuwa haziko tena huko. Tamaa yetu badala ya kuwa kwenye madhambi, tamaa yetu inakuwa kwa Mungu wetu, kutimiza mapenzi yake, kutimiza makusudi yake. Hani tukimtumikia yeye, tunajisikia furaha, tunajisikia hamu. Shauku yetu inakuwa ni kwa Bwana mwenyewe, sio wala vitu vya duniani. Ndio maana Paulo anafika mahali anasema vitu vyote naviona hamna kitu hapa. Lakini kama mtu hajafanywa upya, kila kitu anachokiona ataona kiko sawa. Ataona vya duniani ndio vizuri kweli kweli. Kila anasa ataona ni nzuri kweli kweli. Lakini kuambie hakuna utoshelevu katika mambo ya dunia. Nawaambia ukweli. Siku moja niliangalia tu kitu kimoja. Unaweza ukanunua leo gari, ukasema hili ndio gari la mwisho. Ukikaa baada ya siku mbili unaona gari limetoka jingine zuri kuliko lile. Unaweza leo ukasema nimenunua suti yangu nzuri leo, lakini unakuja kwenye ibada umeulambia mwenyewe, kuangalia hivi unakuta mwenzio kapiga suti, unasema hii imetoka wapi? Ukasema nitanunua kama ile. Unapambana ununue kama ile, unashangaa imetokea kitu kingine. Unapambana hii, yani duniani mambo yana kila siku shetani anaweka kila kitu mazingira. Kwa hiyo unakuta ile hali ya kumpenda Mungu wakati mwingine shetani anaweza kaichipu hapo ndani. Mtu asipoangalia akashindwa na mambo ya dunia, akafikiri kwamba vya duniani ni vizuri. Ndugu zangu, vya mbinguni ni vizuri kupita vingine vyote. Kwa hiyo tumepewa nguvu sisi, kwa sababu Mungu ana makusudi na sisi tuwe watu wengine tutakaobadilisha ulimwengu. Lazima tuwe na uwezo wa kuishinda dhambi, wala dhambi isitushinde. Aliye na Bwana amefanywa upya, yeye anaishinda dhambi. Dhambi haina nguvu tena, kwa sababu sisi tumewekewa nguvu mpya, tumepewa nguvu mpya na Roho Mtakatifu, tumefanywa upya katika jina la Yesu. Jambo jingine hapa, unapata mtazamo mpya wa maisha. Maisha yako sasa yanahusu kumtukuza Mungu na kutumikia wengine. Ndio maana kubadilishwa kuwa mtu mwingine. Maana kwa mtazamo, unakuwa na mtazamo mpya wa maisha. Maisha yako sasa yanakuwa ni ya kumtukuza Mungu. Mtazamo wa maisha unabadilika. Kwa hiyo tunapozungumzia mtazamo, ni yale mambo ambayo unayaona mbele yako, yale mambo ambayo yanauchukua moyo wako na yani yanauchukua moyo wako na kufanya moyo wako uelekee. Sasa mtazamo unabadilika, kila kitu kinabadilika. Na ndio maana mtu aliyefanywa upya, mtu aliyebadilishwa anaona mambo wengine hawaoni, kwa sababu mtazamo wake umebadilika. Ni mtu wa imani. Yeye anaviona vitu kabla havijatokea. Macho yake yametiwa nuru. Kwa hiyo anaona vitu ambavyo wengine hawaoni. Especially sisi wachungaji ndio kabisa. Ambia hapa tutajenga kanisa la Bwana hapa. Sasa tutajenga kweli? Ni hamna kitu. Mbia tutajenga. Na yule mwenye yule tutanunua yule. Kwa sababu mtazamo wake umebadilika. Sio yule tena. Nakumbuka siku moja kuna ndugu mmoja alikuwa anatutesa pale kanisani.
Sasa alipokuwa anatoa, sio unamkumbuka mtu mmoja kwenda Darwesh, kitu kama hicho. Kanisani kwetu kwa hapa hivi. Yule jamaa alikuwa anatutesa. Na kitu alichokuwa anakifanya, yani sisi tuko kwenye ibada kama hivi. Alafu na unaona gari zimepaki gari na yeye anaagua pale jirani. Anaagua wabunge, wanani wote wanaenda pale. Sasa hapo sisi tuna nguvu. Mtazamo wetu ni tofauti. Sisi tukasema sasa tukasema sisi tunatoa mambo matatu. Tukaingia katika ulimwengu. Tukasema jambo la kwanza, hiyo biashara hapo haiwezi kaendelea. Hani lazima ajulikane Mungu hapa na hapo. Mtazamo. Wengine jamani wewe ni mchawi jamani, hata waroga asubuhi. Tukasema sisi sio asubuhi. Hani yeye atarogeka hapo kwa papo. Swala asubuhi atumsubiri. Tukasema mambo mawili tu, matatu. Tukasema aamue kuokoka au ahame, vinginevyo apotee afe. Sisi si watu wengine. Mitazamo yetu sisi ni ya imani. Sasa tulikuwa tunaona katika ulimwengu wa roho alikuwa anatusumbua. Katika ulimwengu wa roho tunaona analeta shida kwenye lile eneo. Tukaingia kwenye maombi. Kwa sababu ukishakuwa mtu mwingine, nimesema ile ya kwanza, unakuwa connected na Mungu, yani unakuwa na mawasiliano na Mungu moja kwa moja. Tukamwambia Bwana Mungu, Bwana, kuna huyu jamaa anatusumbua hapa, si hatutaki kitu. Wakati anaendelea kule, nakumbuka sijui kwa mwalimu kipindi kile pale, kwa sababu alikuwa mwalimu wangu. Tulikuwa na course moja, ilikuwa ni mambo ya people and their beliefs, watu na maimani. Sasa hawa walimu wetu hawa wakatupa assignment. Tukamwambia sasa bana, hebu kafanyeni uchambuzi huko wa hizo imani tofauti. Moyoni mwangu nikakumbuka hapa tumeomba, sasa nataka nipenye niingie pale. Tukazungumza na wanafunzi, nikamwambia bwana, mimi twendeni sisi kwa Waislamu. Na nikamwambia sasa huko tunakokwenda, naomba mimi nisiende kuomba appointment, kwa sababu mimi ananifahamu. Sababu anajua katika ulimwengu wa roho nini kinaendelea. Kwa hiyo akaenda wenzangu akamwambia, "Maana tunajifunza tuone nini tumesikia hapa unaponya na nini." Wakampa likichwa akajisikia kabisa yani hapa niko vizuri. Tukapanga ile appointment tukaenda. Sasa tulivyoingia tutata na mimi nikaingia pale kuangalia bwana mchungaji jirani, karibu sana bwana, karibu sana. Na mimi niko pale nikasema, Mola, ninakushukuru kwa sababu mimi ni mtu mwingine katika ulimwengu mwingine. Umenipa nafasi ya kukanyaga, mimi ni hapa, ni nitahakikisha natega bomu langu hapa litamlipukia. Akaendelea kutupitisha kwenye nyumba zake. Unaona hii odi? Hapa kuna wale wanawake wana matatizo na nini imeshindikana, wanasumbuliwa na majini, basi watu tunawaweka hapa. Halafu yani kuna vyumba kama 7-8 hivi. Yani shetani anatumikisha watu. Yani anaweka pale, anazini nao hapo. Haya hivyo mwingine. Tumemaliza huku, mimi niko ndani katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mimi si mtu mwingine wa ulimwengu mwingine, katika jina la Yesu. Tukamaliza, akatuingiza kwenye chumba cha mizizi. Hani kuangalia shelf imejaa mizizi ya kila namna, afu anaanza kusema, yani mimi alikuwa anawaambia wale wenzangu, mimi sisikilizi, mimi niko katika jina la Yesu Kristo. Ninabaribu ngome, ninaiharibu kwa jina la Yesu. Tumemaliza pale, akatuambia sasa, wewe mnaweza mkanywa chai hapa kidogo. Nikaona wenzangu wanapiga macho hivi kidogo. Sababu kwanza chai yenyewe unaiona jinsi inavyonukia kwanzia inavyonukia. Halafu uko kwenye kile chumba na mamizizi. Tukabonyezana vile. Tukasema kwa jina la Yesu. Akatoka kidogo, tukasema kwa jina la Yesu tunakunywa hii chai. Bwana amesema tutakanyaga vitu wala vitatuumiza hapa. Pamoja na mamlaka tulionayo tutakunywa tu hii chai. Bwana, tulikunywa chai. Tukaikata. Tukaondoka. Jamaa yuko vizuri. Haikupita siku nyingi, jamaa ngoma iliendelea kuwa ngumu kwake. Tulianza kumuita Bwana. Bwana alianza kushughulika. Nakumbuka tulikuwa tunaomba, tunafanya mpango wa maombi. Sio maombi madogo, ni yale maombi. Sisi kuna maombi tunaita maombi ya mashambulizi. Yaani unaanza saa 12
mpaka saa 12 asubuhi non stop, na ni maombi ambayo unatembea kwenye uwanja Mzee Lusulile, kwenye ile shamba letu tunatembea kwenye ground yote ile, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu tunaharibu ngome za shetani, tunaharibu. Sisi kwa watu wengine wa ulimwengu mwingine hawatuoni, lakini sisi tunajua tunachokifanya. Tukazunguka kwa macho hivi, unaona moto mkubwa unakuja. Sasa unapokuja kwa macho ninaona, sio maono, naona kabisa kwa macho, unaona. Sasa ikienda na kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, unashangaa nyingine umeshindwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nilikuwa asubuhi tukang'ang'ana, kwa sababu tulikuwa tunajua sisi tuna mtazamo wa imani kwamba yale tunayoyaomba lazima yatokee. Hakubadilika. Nasikitika kusema sasa hizi ni buriani. Hakuendelea na lile eneo lake. Mkuu wangu ukienda sasa hizi pale lilishauzwa. Sasa hizi pale ile biashara ilikufa, kwa sababu tuling'oa mpaka mizizi katika ulimwengu wa roho. Unajua, ukiwa na mtazamo, Roho Mtakatifu akikupa mtazamo mpya, yani unaviona vitu ambavyo havionekani. Tulihakikisha tunang'oa mpaka mzizi, yani mpaka familia yake yote tuling'oa pale, tuling'oa kila kitu. Sasa hizi pale ni pa sehemu nyingine kabisa. Mtazamo, unaona nini mbele yako? Inawezekana kuna namna fulani unapitia. Wewe ni mtu mpya. Wewe Bwana anakubadilisha kwa ajili ya kazi ya miaka 13 ya moto wa uamsho. Lazima mitazamo yetu iwe mipya, ione mambo makubwa ambayo Bwana ameyakusudia, kwa sababu sisi sio watu wa kawaida, sisi ni watu wengine. Na jambo la tatu, unapata matunda ya Roho Mtakatifu yanayokuwa ndani yako. Umeona kuwa mtu mwingine, maana yake kuna matunda ya Roho Mtakatifu yanaingia ndani yako. Hapo ndani tutaona kuna upendo, hapo ndani tutaona kuna amani, hapo ndani tutaona kuna uvumilivu, hapo ndani tutaona kuna fadhili na kadhalika. Mtu aliyefanywa mwingine, lazima tunda la Roho Mtakatifu liwe dhahiri. Na hapa tuna kipimo cha ukuaji wa lile tunda. Sasa baada ya lile tunda kuwepo, je, linaendelea? Kipimo cha kwanza ambacho tunataka tukipime ni upendo kwa watu wanaopotea. Watumishi wa Bwana, hili ni eneo ambalo tunahitaji uamsho. Ni eneo ambalo tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunamtaka tuwike katika upendo wetu juu ya watu wanaopotea. Unajua, hapa kuna changamoto nyingi sana. Hapa tunaona changamoto ya kwanza, au moja ya changamoto ambazo zipo, tunaona ni changamoto ya namna ambavyo vipaumbele vimebadilika. Sasa hizi katika kanisa letu tumesema katika miaka hii 13 ya moto wa uamsho, kila mwaka tunataka angalau watu wawili wao wameletwa kwa Yesu. Kila mwaka toka tumeanza, tumemaliza miaka 3, tumeenda mwaka wa 4 sasa. Rudi pale kanisani kwako, hata hapa Victoria, hebu jiulize, ni washirika wangapi wanawaleta watu wawili kila mwaka? Halo, wangapi wanafanya hivyo? Tunasema miaka 13 ya moto wa uamsho, kila washirika wavune watu. Wangapi wakutafuta? Mimi pale kanisani ninawaambia sasa, mimi kama mchungaji, mimi ninanawa katika namna ya mimi kuwa mfano wa kuleta watu kwa Yesu. Pamoja na hivi unavyoniona mimi hawapungui wawili kila mwaka. Na hata sasa hizi ninavyokuambia tayari ninao wawili. Pamoja na ubize wangu wote nilionao, nina watu wangu hao wawili, na hawa ninawafuatilia mimi mwenyewe, si waachi msaidizi wangu wala nani. Ninawafuatilia mimi mwenyewe, pamoja na wengine wote ninawafuatilia mimi mwenyewe, wawili. Kwani
Kwani kuzaa nimeambiwa mkurugenzi siwezi kuzaa? Mchungaji siwezi kuzaa, askofu siwezi kuzaa? Nazaa. Na ili mimi niwe mfano wa wale, ninajua kazi ya kuzaa kondoo ndo wanatakiwa wazae. Lakini kabla ya kondoo hajazaa lazima aone mfano wa mchungaji anavyozaa ili na kondoo afanyeje? Hazae. Sasa atazaaje bila kuona mfano? Kwa hiyo kila mwaka lazima niwaonyeshe mfano. Mimi jamani mzee, kuzaa ni hivi. Kwa hiyo na wenyewe wanazaa ni hivyo. Halo? Najua tuko bize na mambo mengi. Na ulimwengu wa sasa hizi unatukipu kuwa bize kweli kweli, yani tunakuwa bize na mambo mengi. Lakini tumesahau kazi ya watu waliopotea, kwamba kuna watu wamepotea. Wale watu wanatakiwa waje. Vipaumbele vyetu vimekuwa ni kujenga makanisa makubwa, na ni jambo zuri na ni la baraka. Hata pale kanisani tunajenga kanisa la watu 5,000. Lakini nawaambia tuking'ang'ana na kujenga, tusipong'ang'ana na watu, tujenge ili wale watu waje. Lakini kipaumbele cha kwanza ni watu wamjue Yesu Kristo. Hiyo ndio wajibu ambao mtu aliyefanywa upya amekiwekea kipaumbele hicho. Hasa vipaumbele vya siku hizi kununua gari kubwa. Siku hizi tunapambana. Nunue gari kidogo. Na tukikutana na wachungaji kwenye mikutano yetu kama mwaka huu mwezi wa 8 kule, baba ni kimbembe. Kuna fimbo, wachungaji tunapiganaga fimbo zetu. Mimi nimekutana na mchungaji mmoja, yani mpaka ameazima gari kule, yani aje nalo tunaye kidogo kwenye mkutano mkuu, hafu anafungua tap, hafu nakafungua, hafu anakaa najisikia raha. Sasa najisikia raha, haonekana yeye yumo. Na mimi mtanibabaisha niba, na mimi na ndinga hii hapa. Ilikuwa mwaka juzi, mmoja bwana ile gala kwa zima alikuwepo. Kaja mkurugenzi, nani mkurugenzi? Nikamwambia mkurugenzi, naomba niazime, najua unaweza ukawa na gari lako lile la pili. Nikamwambia mimi sina gari la pili. Sasa naomba gari la pili ile, unajua ninakolala ni mbali. Nilikuwa naomba kwa siku 2-3 hizi niweze kulitumia lile gari la pili la kwako. Hili ni kamba gari langu la pili lipi? Najua una gari la ukurugenzi, halafu kuna lile gari lako la personal. Si utakuwa unatumia la ukurugenzi ndio kubwa, halafu lile. Sasa nikiangalia nia ya moyoni ni nini? Nakuwa kama vile ni story, lakini hilo kitu kinatesa saizi. Sasa hizi tuna lose focus. Tumeona pale viongozi wetu, baba yetu askofu mkuu, unaona mpaka ameugua, moyo wake na mdundo wake ni watu waokolewe. Jamani, leteni, vuneni. Sinasema amina. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Pamoja na Bwana kwa umoja tutatenda makuu. Makuu yapi? Watu wanapotea kule. Siwezi baba, watu wanajenga nyumba tu saizi. Nimeenda mchungaji mmoja akana nionyesha sasa. Nimeenda pale, naona anatembea. Karibu sana mkurugenzi. Naona neema Bwana amenipa. Hebu naomba nikutembeze kwenye matendo makuu ya Bwana. Anaita matendo makuu. Baba, nikasema ni wa TAG au sio mTAG? Ni mwenzangu. Unajua wakati mwingine mpaka unaweza kujiuliza, hivi na mimi namtumikia Mungu huyu au namtumikia Mungu mwingine? Nyumba hapa, hizi nyumba unazoziona hapa napata kama 3 kila mwezi. Kaenda nyumba nyingine unaziona hizi hapa hizi almost kama 2 kupiga mahesabu tu ya zile nyumba tu kuzipiga zile nyumba zinamuingizia 9 mpaka 10 kwa mwezi. Amestarehe tu baba watu. Hazunguani hizo zinaingia tu. Sasa unajionaje kama mchungaji? Nasema haiwezekani. Ni Mungu naye kutumikia au ni mbona Mungu amembariki yule? Mimi hujanibariki. Baba. Sio unaanza naye kuangalia namna nyingine za kufanya ili utokezee na wewe uonekane. Sasa nilifuatilia, nikasema basi kama Bwana amembariki, jina la Bwana libarikiwe. Mimi sitishiki. Naridhika na kile Bwana alichonipa. Unajua, sikilizeni watumishi wa Bwana. Kuna wengine hapa ukipewa hata pikipiki wewe mambo yataharibika.
Mimi nakuambia hata ule mfungo hutafunga wewe. Ndio maana unaachwa utembee kwa mguu mpaka ufanywe upya, mtazamo yako ibadilike, ili ukipewa lile gari usiharibike. Kuna wengine tunania tunataka makubwa, lakini Mungu anatuandaa taratibu. Kuna wengine ukipokea hayo tu nakwambia hata kanisani uende, wewe utakuwa kwenye mishemishe. Halo? Nimefuatilia fungu lake la 10. Sioni ikilingana. Jamani, milioni kama unapata milioni 9 mpaka 10 kwa mwezi, fungu lako la 10 ni shilingi ngapi? 900,000. Lakini alichokuwa nakitoa, anatoa 300,000. 300,000, 200,000, 300,000, 200,000. Sasa na ule ushuhuda wote na kujigamba kote anaiba. Sio mwaminifu kwa Bwana. Manake upendo ulishapotewa kufikiria watu wanaopotea, kwa sababu tunapotoa sadaka, tunapokuwa waaminifu mbele za Bwana, tunaongeza pato la kanisa. Manake tunalijengea kanisa uwezo wa kutoka nje zaidi. Sasa hizi katika ile sadaka tunatoa, zile sadaka zinakatwa kwa ajili ya kusapoti vyuo vya Biblia. Sasa hapa likija fungu kubwa, manake hawa wakurugenzi hawatahangaika tena, hawatakuwa na stress ya namna gani ya kuviongoza vyuo. Tuna kazi ya kupanda makanisa. Hiyo fedha ikija itapanda makanisa. Jamani, haleluya. Lakini hilo ni tatizo. Kwa hiyo hakuna tena. Na sasa hizi hata mikutano ya injili saizi hamna. Tunajiteteaje? Mkutano unajua wa injili hauna matunda, hauna matunda. Unakuta wanaokoka watu wengi halafu wanapotea. Naona tubadilishe njia nyingine. Kwani wanaopotea wanapoteaje? Yani kwa mfano, yani wanapoteaje? Kwa mfano, anayesababisha wapotee ni nani? Ni nani? Kwa sababu hatujaweka mpango. Watu wakiokoka majina, andika majina, andika majina, andika jina, andika jina, andika jina, andika jina, Ashas, sogea pale, andika jina. Unafanya nini Ashas? Tunakuwa mkali kweli. Sogeeni pale mwandike majina. Andika majina, alafu anakuletea ofisini. Titi, unabaki. Haleluya. Wanaokoka watu 20. Haleluya. Haleluya. Baada ya hapo nini kinafuata? Unategemea watakuja automatically kanisani hivi? Hawaji. Lazima kuwe na mkakati mahususi wa kufanya wale watu waliookoka wasimame. Maanake ni pamoja na sisi kuwaendea mahali waliko. Mtoto amezaliwa, wengine wanazaliwa na kwa shako, wengine watoto wanazaliwa ni wagonjwa. Sisi tulio hai wazazi hatuwezi tukawaacha wale wagonjwa, lazima tuwasaidie, tuwanyonyeshe. Shughuli ya kuzaa sio ndogo. Unajua kuna kuzaa hata kwa operation. Mama umefanyiwa operation. Na hata kiroho ndio hivyo hivyo. Kuna vitoto vingine vya kiroho vinazaliwa njiti. Sasa vile njiti ukikiacha kinakufa. Kikiwa njiti unakitafutia ikubeta mahali ambako kutakuwa na joto. Sasa wewe umekiacha hapa, unaendelea asante Bwana na shuhuda. Na kama kuna wainjilisti hapa, ninyi wainjilisti nyinyi, utakuta mwinjilisti anasema kabla ya kuhubiri neno, Bwana Yesu apewe sifa. Unajua Mungu anatenda kazi. Nilikuwa Kigoma kama nilivyowaambia. Kigoma ulikuwa mkutano usio wa kawaida. Waliokoka watu kama utitiri. Alafu wainjilisti wanachumvi. Wainjilisti wanachumvi. Fuatilia uone. Wamiminika kama maji namna ile. Nikakaa kwenye mkutano, machozi yakaanza kunitoka. Niko siamini kama watu ndio hawa. Wakaokoka watu 200. Baada ya kutoka pale, viwete 7 walitembea. Anaongeza ili kuleta. Sasa ukiambiwa viwete wametembea, sio unasema amen. Ukiambiwa hamna viwete wametembea, ukisikia viziwi walisikia, haleluya. Akishawawasha anasema nikatoka pale kwa neema ya Bwana, nikapata tiketi ya ndege. Nikaruka mpaka Mbeya pale. Na ninyi mmemasika. Roho Mtakatifu siku ya kwanza alimwagika. Anayasema hayo, anasema wakaokoka watu 100.
watu lili. Nikatoka pale nikasema narudi zangu Mwanza, lakini Roho Mtakatifu, nikapokea simu nikaambiwa haiwezekani, na huku Arusha tunakuhitaji, kama Paulo alipokuwa pale Troa akaambiwa pita na huku. Nikaenda Arusha. My God, my God, my God, my God. Akianza kusema hivyo watu wanaanza kuhamasika. Tekniki za wainjilisti, namna ya kuachia wale jamaa wanakuwa kama vile wanajua kabisa saikolojia ya mtu kucheza nao hivi. Sasa sisi wengine mpaka tuzisome hizo saikolojia tutachukua muda mrefu. Wenyewe wanajua saikolojia, nikisema hili neno hili litawahamasisha. Kwa nazungusha. Haya, mwisho wa siku wameokoka watu 1000. Furaha yako ni nini sasa katika kuokoka watu 1000? Je, wewe kama mwinjilisti una mpango gani sasa wa hata kumkumbusha yule baba, vipi wale kondoo waliookoka wanaje? Akiondoka kwako ameshaondoka, utajua mwenyewe. Anabaki na ushuhuda. Wewe uko nyuma utajua mwenyewe. Sasa na sisi wachungaji wakishaokoka hivyo dini unafuatilia siku moja afu nani basi tu sasa bahati mbaya. Najua tu hii kazi hii injili ngumu sana hii. Watu wanaokoka lakini hawasimami. Sasa hawasimami, kwa nini hawasimami? Umewahi kujiuliza hiyo? Ni nani aliyetuloga wasisimame? Kuna mahali fulani tunahitaji tuuishwe tena upya katika jina la Yesu. Kuna mahali tunatakiwa tubadilike, tuwe na mtazamo mwingine katika jina la Yesu. Biblia inatuambia mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Tunaacha kuhubiri neno la Bwana tukisema hii njia haina matunda. Yenye matunda ni ipi sasa? Nakwenda kushuhudia. Washirika wetu wenyewe siku hizi wamekuwa, ninyi washirika wetu ambao mko hapa, mmekuwa wavivu siku hizi. Hata kushuhudia imekuwa ni mbinde. Hani mpaka mtu anafanya kazi hapa, yuko na mwenzake hajui kama ameokoka. Yuko naye kazini. Mimi siku moja nimeenda ofisini, nikamkuta mshirika mmoja. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Karibu mtumishi wa Bwana. Mimi niko tu, asante. Karibu mtumishi wa Bwana. Karibu mtumishi wa Bwana. Karibu mbona zinakuwa nyingi? Karibu. Mara katokea mwenzake. Nani? Huyu ni mchungaji wa kanisa la TAG la TAG pale. Nani amekuja kunitembelea. Amekuja kunitembelea. Karibu sana mtumishi. Kaangalia, anaita mimi mtumishi. Mimi anaita mtumishi, baba yake mimi anaita mtumishi. Mimi nitegemea aseme, "Wow, baba umekuja. Jamani babangu amekuja hapa ofisini, babangu amekuja, mchungaji wangu amekuja jamani ofisini." Hapo anajitambulisha. Jamani huyu ndiye mchungaji wangu anayenichunga. Mnavyoniona mimi hapa nilivyo, ndio mchungaji wangu. Umeona hiyo kitu? Siku hizi wanaogopa. Ninyi washirika wetu mnaogopa kwa sababu hamumtangazi Yesu. Sasa tumebadilishwa, tumeamua kuwa watu wapya ili tuwapelekee watu zile vitu vya kupenda mambo ya kimungu, watu wanaopotea. Hiyo ndio wajibu. Kwa sababu hatusemi tunakuwa na kutu. Huku baba mchungaji amebadilisha njia, anasema mikutano haileti matunda. Kwa hiyo anakutegemea wewe sasa ndio ulete. Halafu wewe mwenyewe butu, hata ofisini kwako hawajui umeokoka. Inakuwaje hapo? Unaweza kupata picha hapo. Baba huku ameacha mikutano akitegemea njia ya ushuhudiaji. Huko njia ya ushuhudiaji hamna anayejua. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Namtaka Bwana na nguvu zake. Namtaka pamoja na Bwana kwa umoja, na kwa pamoja tutatenda makuu. Makuu yapi hayo? Hii ni changamoto watumishi wa Bwana. Katika kipindi hichi cha uamsho lazima tumwombe Bwana na tuamue kudhamiria tuuishwe. Shauku yetu iwe ni kwa roho za watu wanaopotea. Hani asiwepo awe mchungaji, awe mshirika, awe Mkristo, shauku yake ni kuona watu wanakuja kwa Yesu Kristo. Tunaenda huko kuwafuata. Unajua fashion ya sasa hizi? Sema ili uwe na kanisa zuri, lazima uwe na vyombo vizuri, vyombo vya muziki, na kila mchungaji akianza anakuambia lazima niwe na keyboard, keyboard na microphone, keyboard na drum, yes, na drum na kajengo. Kwani wakati wa Yesu kulikuwa na madrum? Wakati wa Yesu kulikuwa na madrum? Kanisa lilipoanza kulikuwa na keyboard?
Sasa nani katuloga? Kwa mkianzia mpaka viwembo vile, unajua sikatai kwamba ni vitu vya muhimu, lakini kama tutaacha tunasubiria vije huko ndio tuendelee, vitakuja tutaviona na hatutaenda popote. Lazima tubadilike, tuwe na mtazamo wa kifalme, tuwe watu wengine katika jina la Yesu Kristo. Tuamke kwenye hilo eneo, watu wa Bwana. Na ndio sababu Bwana anatuhitaji kanisa la Tanzania Assemblies of God tubadilishwe, tuwe watu wengine wenye mtazamo wa kifalme, wenye mtazamo wa roho za watu wanaopotea waingie katika ufalme wa Mungu. Itatusaidia nini? Tuwe na magari, tuwe na majumba na majengo mazuri yenye feni na air condition, halafu hayupo Mungu katikati yetu? Haitatusaidia. Kuna jambo jingine pale la uvumilivu. Uvumilivu imekuwa ni changamoto siku za leo. Hii ni changamoto kubwa sana. Watumishi wa Bwana na hata washirika wetu, nyinyi washirika wetu, unamuita, unamwambia njoo mtumishi wa Bwana, hapo umekosea hapa. Mchungaji, unao ushahidi? Mambo ni kudhalilishana. Sio kama kuipata hiyo. Ametenda dhambi ya zinaa. Hapa kwambia mnao ushahidi? Mchungaji, jambo msilichukulie poa hili. Mimi nitawashitaki. Mnanidhalilisha. Msichukulie poa hili. Nitawadhalili, mnanidhalilisha mimi katikati ya jamii. Nikakumbuka story moja kule Ulaya. Mungu amenipa kaneema, huwa naenda. Hata mwaka jana nilienda. Kila baada ya mwaka mmoja wa pili huwa naenda. Nifika kwenye kanisa moja, anakwambia siombe maombi ya kupaza sauti sana, kwa sababu kisaikolojia unawaharibu watu, unakuwa unashtua. Kwa hiyo yeye inakuwa sawa, wanaweza wakatushtaki halafu tukafungiwa. Nimeenda nataka kuombea mtoto mmoja anaumwa, anasema pastor, do you remember what we talked last time? Nikamwambia nini? Sauti kubwa, mtoto ataogopa. Naambia sasa kama ana shida, si lazima nimuombe. Basi mimi namwacha na shida yake. Kama utaki niombe kwa sauti, basi namwacha na shida yake. Hani washirika tu wamekuwa na namna fulani ya ustaarabu fulani hivi, ustaarabu fulani. Ukimgusa anakuambia it's not a problem. Pastor hawezi mbabaisha. Hapo kanisa kuna kanisa, pale kuna kanisa, pale kuna kanisa. Utanibabaisha nini? Anaondoka zake. Anaenda kanisa jingine. Amenidhalilisha. Akifika kule anajitambulisha kwa mchungaji. Kwanza anaanza nyemela, halafu anakuja anatoa sadaka nyingi kidogo na nini. Anamtembelea mchungaji. Pastor, nimeona vizuri nje nikutembelee na nikutie moyo mchungaji wangu. Mimi nimeamua kuwa mshirika wako hapa. Anakuletea fungu baba. Anakuletea kila baada ya muda fulani anakuletea. Mchungaji tunaanza. Kule ulikuwa kiongozi gani kule? Kule nilikuwa mzee wa kanisa. Naanza. Sasa nimpachike wapi huyo? Nimpachike wapi? Ukikumbuka wale kuku wanakuja wawili kila wiki, nimpachikie wapi huyo? Unasimama kwenye madhabahu. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Nimemwomba Bwana na Bwana amesema na mimi, nafikiri kanisa letu linapanuka na lazima liwe na watendakazi wa kutosha. Naomba nimtangaze kwenu mzee mpya wa kanisa ambaye atasukuma kazi ya Bwana, gurudumu litaenda. Mzee Joseph, tafadhali. Wewe lichukue tu ile lizee, utaona mziki wake. Likivuruga linahama. Kwa hiyo sasa hizi hata makanisani, na kibaya zaidi tunachokifanya, hata washirika wale wa kuhamia hatutakagi kuwauliza sana. Nasema ukimuuliza sana utakosea. Kondoo usimuulize sana, wewe mwacha ingie. Akishaingia ndio umjue wewe. Na wakati mwingine unajua kabisa katoka kanisa fulani afu unampokea. Anasema si hoteli bwana. Wameshindwa kulea, acha sisi tukusaidie kulea. Yatakutokea puani siku moja. Sasa washirika wetu hawana hata uvumilivu. Hawezi kuvumilia wanapopata adhabu kanisani, wanavokaripiwa, wanavoonywa, wanatishia kuondoka. Kwa nini ambao mko nje kidogo ya mji hamna tatizo, ila hapa mjini hapa maeneo ya mjini hawe na makanisa mawili matatu yamezunguka, mwambie usitubabaishi.
lakini ni wajibu wetu sisi kwamba watu tusiwababaisha au nini. Si lazima tusimame na ukweli, lazima tuwaambie ukweli kwamba njia imenyooka ya kwenda mbinguni. Wewe umekosea hapa, umekosea. Kama unaondoka wewe, ondoka tu, kwa sababu mimi nimeitwa na Mungu. Kama mkate wangu anao Mungu mwenyewe, Mungu ataleta mkate. Mimi sijali mkate wako huo. Tusiwatishie katika namna ya kuogopa. Mwambie ukweli. Ukweli ujitenge wenyewe, usimame hivi wenyewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili kuweza kuwa watu wengine, ni lazima tufike vitu vingine tuviweke wazi, nyeupe nyeupe, nyeusi nyeusi. Wewe simama na napenda sana mkuu wenu huyu. Yeye ni mtu wa nyeupe nyeupe, nyeusi nyeusi, na akijua yani hata uwe nani umbandui. Hivyo ndivyo ambavyo tunapaswa tuishi. Hivyo ndivyo ambavyo tunapaswa kuwa watu wa namna nyingine. Ukienda pale kwenye vipaumbele, hili ni tatizo pia kwenye vipaumbele. Vipaumbele, Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wangu nayo mengine mtafanyaje? Lakini sasa hizi kuna changamoto. Watu wanatafuta kwanza ya kwao, ya ufalme wa Mungu, yale ya kuzidishiwa. Wao ndio wamesema ya kuzidishiwa, ndio sema ya Mungu ndio tutazidishiwa. Na ndio na maana unaona hata washirika wetu vipaumbele vyao sasa hizi haviko sio kwa Mungu, bali yani viko kwenye shughuli na maisha na biashara na nini, yani wako huko. Nikamwambia pastor, shida yako nini pastor? Tutakuja. Biblia inasema tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya watakatifu. Kila itwapo leo tunatakiwa tukusanyike, tunatakiwa. Lakini vipaumbele, nilimsikia mkuu wa shule alisema saa zile pale, hilo baba ni tatizo. Ndio maana tunahitaji uamsho. Vipaumbele vimebadilika. Mimi mshirika wangu mmoja ananiambia, pastor, kazi baba zimebana babangu, kazi. Siku hizo wanapiga na Kiingereza, ukipigwa daddy, sikia dad, dad. Ukisikia dad, inabidi utulie kidogo, sababu jina lenyewe lina mbwembwe. Dad. Nikamwambia dad nini? Unajua shule, siku hizi wazungu na kazi wananibana. Akasema wanakubana, okay, sawa. Siku moja katikati ya wiki kikaitishwa kikao mahali fulani, na mimi nikategea, nikasema okay, yule anasema yuko busy. Wakati ule nikamwona yuko kwenye kikao, nikasikia amelienda kwenye kikao cha harusi. Hani washirika wetu atakwambia niko busy kanisani, sina nafasi, niko kwenye biashara. Lakini kwenye masuala ya kijamii yapo. Sasa tatizo nini? Tatizo ni ubiza au tatizo ni kipaumbele? Changamoto ni kipaumbele. Hani yale mambo yanayoharibika. Na ndio kazi yetu. Sisi tunatakiwa tuwe watu wengine, maana hata vipaumbele vyetu vinatakiwa vya Mungu kwanza katika kila jambo. Mungu kwanza. Vile vipaumbele Mungu kwanza. Kila eneo ndio tutafiti kuwa watu wengine watakaosababisha uamsho katika jina la Yesu Kristo. Lazima vipaumbele vibadilike. Washirika wetu mpo hapa. Kipaumbele cha kwanza Mungu kwanza. Vitu vingine vinafuata, Mungu kwanza. Na ndio maana wachungaji tulipoyaona haya matatizo mjini, wachungaji ongezeni ibada, muda wa ibada ongezeni. Ili sisi wachungaji tunawe mikono. Hasa ninyi ambao mko mjini, ongezeni muda wa ibada, nikiwa na maana hata katikati ya wiki fanyeni ibada hata 2. Mimi kanisani tumeanza hizo. Tumeshaanza toka mwaka jana. Jumatano kuna ibada 2. Kuna wale wa mchana wa saa 9:30 mpaka saa 11:30. Hafu wale wanaosemaga wako kazini na kwenye biashara zao saa 11:30 mpaka saa 1. Sasa ushindwe mwenyewe sasa. Sisi tunawe watumishi wa Bwana, tunawe mikono. Tuhakikishe na sasa hizi ulimwengu tunao kwenda nao hivi. Lazima tubadilishe mbinu za kuongoza makanisa yetu. Lazima mbinu zibadilike. Hatuwezi tukaenda na mbinu zile zile, tutakwama. Lazima tuende na mbinu mpya tunazopewa na Roho Mtakatifu. Tuwape watu fursa, au washirika wetu tuwape fursa, afu washindwe wenyewe. Ipo kazi. Jambo dogo. Mungu atusaidie.
Nimalizie D inasema hata kama bado unapigana na dhambi, kwa sababu mwili wa zamani bado upo, sasa una ushindi na mwelekeo mpya wa maisha. Sisi tunafanywa kuwa watu wengine. Hili eneo hata kama bado tuko ndani ya huu mwili, lakini Bwana anatupa ushindi wa kuelekea kwenye ushindi mpya. Na hapa naona kama daktari ananikimbia, nizungumze kidogo tu. Kuna aina mbili za kupigana na dhambi. Kuna aina mbili za vitu ambavyo tunapambana navyo. Ukisoma katika kitabu kile cha Waebrania 12 mstari wa kwanza, unatuambiaje? Unatuelekeza, kwa sababu tunazungukwa na wingu kuu namna hiyo, basi na tuweke kando kila dhambi ile ituzingayo. Kwa nini? Kwa uwepesi. Hapa kuna kitu kinaitwa kisongo chipkizi. Kisongo chipkizi ni yale mambo ambayo hujayapangilia kukutana nayo, unakutana nayo na yanaumiza moyo wako. Mfano, mimi natembea hivi, katika pita nikamkanyaga mchungaji wangu hapa. Mimi hakufikiria kwamba atakanyagwa. Nikimkanyaga atacheka, atasema kanyaga tena. Hatachukia. Sasa kwa nini mhubiri kanikanyaga? Moyo wake utahuzunika. Hatajisikia vibaya. Sasa tunapozungumza juu ya visongo chipukizi, ni yale makwazo ambayo unakutana nayo ukupangilia, unakutana na kitu kinakuchefua. Sasa hivi vyote tunapaswa tuvishinde. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yale mambo ambayo yanajitokeza kuplani, lakini kuna kisongo kutwa. Naenda kwa haraka. Kisongo kutwa ni ile dhambi inayokuzinga kwa uwepesi. Kila mtu, awe mchungaji, awe mshirika, awe mzee wa kanisa, kuna kadhambi ambako kanamzinga kwa uwepesi. Sasa kale kasiposhughulikiwa, kale kangine akaondokaji, kale kanadhibitiwa. Halo? Tuwa pamoja? Kwa sababu hata Paulo alikuwa na mwiba wake, akaomba. Hapo Bwana akamwambiaje? Neema yangu yafanyeje? Kuna kitu unapambana nacho. Hani kale kadhambi kanako kuzinga kwa uwepesi. Mwingine inawezekana ni uongo, mwingine inawezekana ikawa ni tamaa, mwingine inawezekana ikawa ni ndoto mbaya. Hani anapambana, katika jina Yesu sitaki, unaenda katika jina Yesu sitaki, lakini kana kuzinga, alafu ni kasiri, hata mtu mwingine hajui, unajua mwenyewe tu. Hiyo unapambana nako. Sasa tunapokuwa watu wengine, tunapata nguvu ya kuwezeshwa katika ile dhambi inayotuzinga kwa uwepesi. Unakuwa na nguvu ya kuishinda katika jina la Yesu Kristo, na upo uwezekano wa kushinda kwa jina la Yesu, kwa sababu sisi hatuwezi kwa akili zetu. Tunategemea msaada wa Roho Mtakatifu, tunategemea nguvu itokayo juu ambayo inabadilisha maisha yetu, inatupa nguvu ya kuendelea mbele kwa jina la Yesu. Naomba tusimame. Bwana amekusudia kutupeleka kwenye viwango vya juu sana. Katika kipindi hichi cha uamsho, Roho Mtakatifu amemwagika kwa wingi sana, na ataliinua hili kanisa kwa viwango visivyo vya kawaida. Hata sasa tunaona mambo makubwa anayoendelea kuyafanya kanisani. Hata sasa tunaendelea kuona mambo makubwa anayoyafanya kwenye vyuo vyetu. Hatafanya mambo makubwa, lakini anatutaka sisi twende kwenye level nyingine. Nataka niombe kwa kumalizia. Wakati mwingine vile visongo kutwa, kuna kajaribu fulani ambako usipowakaangalia kale kajaribu kanakupeleka kwenye dhambi. Haijawa bado dhambi, lakini ukilegea tu itakupeleka kwenye dhambi. Kila mwanadamu anapambana nako. Sasa yamkini jioni ya leo tukiwa tumefunika macho yetu, nataka niombe, kwa sababu Bwana anataka kutufanya kuwa watu wapya. Ni pamoja na kutupa neema ya vile visongo kutwa kuvishinda katika jina la Yesu.
yale madhambi ambayo yanatuzinga kwa uwepesi, kuishinda kwa jina la Yesu. Kwa sababu unapoishinda kwa jina la Yesu, ndipo nguvu ya Roho Mtakatifu inakuwa juu yako kwa wingi na kukupa neema ya kufanya lile kusudi ambalo Mungu amelikusudia. Kisongo kutwa. Ukiamka, ukilala, unaona iko mbele yako. Unapambana iko mbele yako. Pambana iko mbele yako. Wakati mwingine unakata tamaa. Ni kama mbona haitoki. Neema ya Bwana ipo kwa ajili yako. Tutakwenda kuomba jioni ya leo kwamba Bwana atupe hatua ya kutoka hapo kwenda hatua nyingine katika jina la Yesu. Na upo hapa unasema, mchungaji, kwa kweli ninaomba maombi. Ninapambana na kisongo kutwa. Ninapambana nacho kweli kweli. Lakini jioni ya leo umelizungumza hili neno. Ninatamani kupata maombi. Natamani kufanywa tena upya ili nipate nguvu tena mpya. Tai huwa anakimbiaga baada ya miaka fulani, halafu anajiondoa magamba yote, anakuwa tai mpya tena. Nyoka anaishi baada ya muda fulani, analiondoa lile gamba lake, halafu anakuwa nyoka mpya tena. Si kana kwamba lile gamba halitakuwepo, lile gamba lipo tu. Yeye anafika mahali linavukika lile, anaendelea tena, linavuka, anaendelea, hasimami. Nitaimba hatua, Mungu nipe hatua. Na kama moyo wako unasikia unahitaji maombi, utakuja tuombe na wewe. Ipo neema ya Bwana. Bwana amelileta neno hili kwako kukufungua, kwa sababu anataka kukutumia kwa viwango visivyo vya kawaida. Kuna maeneo anataka kukutizamisha uyaone hayo maeneo. Ukishayaona hayo maeneo, unayawekea mkakati. Unawekea mkakati. Ule mkakati Bwana anauona, na ule mkakati Bwana anauangalia, na atakuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Hatua moja zaidi. Mwokozi nipe hatua